Kwa jina naitwa Sabaha Ali Mzee, ni mkurugenzi wa Jumuiya ya Wanawake wenye Ulemavu Zanzibar. Kwa siku yetu ya leo tumekutana hapa kwa lengo la kukutana na wahamasishaji wetu jamii ambao tunafanya nao kazi katika mradi wetu wa SWIL. Kama tunavyojua mradi huu tunashirikiana na TAMWA, PEGAO pamoja na Zafela. Na lengo kubwa wa kukutana siku ya leo ni kuweza kupeana zile update ambazo wahamasishaji wetu jamii kwa kipindi cha miezi mitatu mpaka minne, shughuli zote ambazo wamezifanya. Lakini baada ya kupeana update wa shughuli hizo, kutoka hapa tujue ni kitu gani ambacho kimefanikiwa na kitu ambacho hakijafanikiwa mpaka sasa, ili kuendeleza ili gurudumu letu la kumshajihisha mwanamke kuweza kuingia katika nafasi za uongozi. Sisi kama Juwauza na wenzetu TAMWA, PEGAO na Zafela tumeona kwamba kuna mafanikio makubwa sana ambayo yamepatikana kutokana na hizi jitihada ambazo tunazifanya kwenye mradi huu. Kuona kwamba wanawake wengi wameweza kushiriki katika mchakato mzima, kwanza toka walianza kutiania, lakini pia wameweza kuingia katika zoezi la kugombea nafasi tofauti za uongozi, na mwishowe kuna ambao wamebahatika kabisa kuweza kuchaguliwa kuwa viongozi. Na hili si tu kwa upande wa wanawake, lakini pia kwa upande wa wanawake wenye ulemavu. Kwa hiyo hili sisi linatupa faraja kubwa sana kuona kwamba jitihada nyingi ambazo tunazifanya katika jamii zetu zinazaa matunda makubwa sana. Sasa mipango yetu mikubwa sasa ni kuendeleza sasa hawa kwa jamii, kuweza kuibua hawa wanawake kutoka mapema ili tuweze kuwajenga vizuri zaidi. Kwa sababu unajua kikiwa tu kile kipindi cha karibu na uchaguzi, unaweza zikatokezea mambo mengi ambayo wengine akashindwa kuwashirikisha. Kwa hiyo kupitia hizi interventions nyingi ambazo tunazifanya, hususan kuweza kuimarisha kiuchumi wanawake ambao, watu wenye ulemavu ambao walisema kwamba tulitamani kuingia kushiriki, lakini mchakato mzima tulishindwa kuwa na labda kipato cha kuweza kuendesha kampeni zetu, ya kuweza kushajihisha mambo mengine, ndio zilitushinda. Kwa hiyo sasa hivi katika intervention ambazo tunazifanya tunatamani pia tuone wanashiriki katika haya masuala ya kiuchumi ili uchumi wao uongezeke wa juu. Swala la kiuchumi lisije kuwa 2030 kuwa ni kikwazo cha mtu mwenye ndoto kuweza kushiriki katika masuala haya ya uchaguzi. Sasa 2026 tutahakikisha kwamba tunavijengea uwezo vyama vya siasa na kuvilobi kuwa na mfumo mzuri wa kuweka mkakati wa kumobilize funds ambazo zitawasaidia kuwasapoti wanawake wao kwa mwaka 2030 kuweza kuchukua fomu. Isiwe kwamba wanawake wakishachukua fomu labda atokezee mfadhili huko awasaidie, waanze katika vyama vyao kuweza kuwapa fedha wanawake za kurejesha nini? Za kurejesha fomu. Lakini vile vile tutahamasisha wanawake wafanye shughuli za ujasiriamali. Tumeelewa? Wafanye shughuli za ujasiriamali ambazo zitawasaidia kupata kipato kidogo kitakachowafanya atakapoamua kuchukua fomu ya kugombea uongozi iwe ni rahisi kwake, ana shughuli yake. Kama uliwani ni 100,000 au ni 200,000, maana anaweza kurejesha. Kama uwakilishi ni 500,000, anaweza kurejesha kuanzia sasa hivi. Manake harakati inabidi zianze sasa hivi kabla ya 2030. Tusisubiri Oktoba hiyo hapo 2030 inakuja ndio tuanze kumjenga mwanamke. Tunataka tuanze kuwajenga kuanzia 2026. Jina langu Hadia Ali Makame, ni mhamasishaji jamii kutoka mkoa wa Kaskazini Unguja. Sisi shughuli zetu tulizozifanya, kwa mfano kwenda kuhamasisha jamii juu ya masuala ya uchaguzi na amani, kusema kweli tumefanikiwa vizuri. Katika shehia zote tulitegemea mwanzo kama tutapata shehia 9 tu, lakini tumekwenda mpaka shehia 20 kwa sababu ili jamii ipate ile elimu ya amani na uchaguzi kwa wingi zaidi. Kwa sisi means tuliokuwa tukitumia ni kufanya collaboration na taasisi nyingine ambazo ndo zilizotusaidia kwa namna moja ama nyingine kuwafikia watu wengi na kusaidia baadhi ya mambo mengine kuendelea vizuri alimradi, lakini mwisho wa siku kila mmoja kafanikiwa lile alilolipanga. Wananchi wamekuja, wameitika, na sisi tukatoa elimu zetu, na wenzetu nao tulioshirikiana nao wakatoa elimu zao, wakafanya program zao, na tukafanikia sote kwa pamoja.